Hello, wana wa Afrika, Butu Bantu, Afrika ni watu sema nyani, mimi ni Chionda. Hii ni podcast ya Pan Africanism. Kauli mbiu yetu ni fikra huru za Mwafrika. Tunakwenda leo na kwenda kuongelea mgogoro kati ya Cuba na Marekani. Ni mgogoro mrefu uliowahi kudumu duniani. Ni mojawapo mvutano muda mrefu zaidi kuwahi kutokea duniani katika historia za siasa. Kati ya nchi yenye nguvu zaidi duniani dhidi ya kisiwa chenye wakazi cha chini zaidi ya milioni 10. Kwa nini Cuba imewekewa embargo na Marekani zaidi ya miaka 60? Kusema kweli, huu ni utawala wa kimabavu wa Washington. Unaiona Cuba kama jimbo lake ni haki ya kuimiliki, kwa sababu Washington imekamata maeneo kadhaa ambayo sio ya kwake na ameyamiliki. Mfano mdogo ni jimbo la Florida, Amerika amechukua, na New Mexico. Haya yote ni majimbo ya Mexico ambayo yalinyang'anywa na Marekani kutokana na ubabe wa kivita. Marekani na Cuba zimekuwa katika mvutano tangu mapinduzi ya kijamaa ya Fidel Castro zaidi ya miongo 6 iliyopita. Katika kipindi hiki kumekuwa na uvamizi uliungwa mkono na CIA ili kumpindua Fidel Castro. Fidel alipambana na wazungu wa magharibi kwa miaka mingi, na mwishowe Fidel akaondoka katika dunia hii akiacha Cuba ikiwa Cuba ya kijamaa. Madaraka akachukua ndugu yake Raul Castro, akachukua madaraka, naye mwisho wake muda ukafika akaondoka, lakini bado mustakabali wa amani kati ya Cuba na Marekani haupatikani. Rais Barack Obama alianzisha balozi wa Marekani mjini Havana na ubalozi wa Havana mjini Washington, lakini mambo yamezidi kutibuka baada ya mroho wa mafuta na rasilimali za watu Donald Trump kuingia madarakani na kuvunja mikataba mingi ya amani duniani na kuanzisha sera zake za uporaji na unyang'anyi. Kwa hadi sasa Cuba iko under threat kushambuliwa na Marekani, kwa sababu Marekani anaona Cuba ni tishio kwa sababu ya usalama wake. Akumbuki usalama wake ulikuwa tete kipindi kile inaitwa mgogoro wa nyuklia wa Cuba, wakati Khrushchev akilala na viatu mjini Petersburg katika bunge la Duma, bunge likishinikiza Russia itumie nyuklia. Wakati huo rais wa Marekani akiwa anahangaika bwana Kennedy kusolve mgogoro huu, lakini Trump anaendelea kutaka kuwatawala watu wa Latin America na Amerika Kusini kwa policy, American policy, ambayo sera za mambo ya nje ya Marekani ambazo ni unyonyaji na ukandamizaji. Mataifa yote Marekani anayoita ni majina mabaya, ni mataifa yanayojitosheleza kirasilimali. Ukisikia Marekani anakuita wewe ni adui, ina maana kuna maslahi ambayo wewe umegoma asiachukue kwa jinsi anavyotaka yeye. Yeye kama dunia inavyoelewa, amejivika kofia ya ukamanda na amejivika vyeo mabegani, akishika mtutu pamoja na darubini na kupinga kuangalia usalama wa dunia. Lakini sio usalama wa dunia, Marekani anaangalia usalama wa maslahi yake, akisema yeye ni mlinzi wa demokrasia. Cuba inakiuka haki za binadamu, wakati Marekani ina raia wake mamilioni wakilala njaa, hawajui pa kula, hawajui pa kupata matibabu. Mamilioni ya vijana wake wamegeukia kutumia fentanyl, madawa ya kulevya mapya yanayotengenezwa na makampuni ambayo yanapigiwa upatu na Washington, huku wakitengeneza kampeni chafu za kusema wanapambana na madawa ya kulevya maeneo ya Ecuador pamoja na Honduras. Huku Ecuador na Honduras ikisapotiwa na CIA katika biashara haramu na chafu za kuua vijana nguvu kazi ya mataifa haya. Kwa hiyo mgogoro huu, vizazi vya Cuba na Marekani vimeishi katika uadui wa kisiasa ambao ndio haujatatuliwa. Katika miongo michache iliyopita, nchi zote mbili zimedumisha utulivu wa mvutano wa kupanda na kushuka, lakini kundi la Donald Trump, kurudi kwa Donald Trump katika ikulu ya White House mwaka 2025 umeongeza mvutano zaidi. Serikali yake imeimarisha vikwazo vya kiuchumi vilivyokuwepo tangu miaka 1960
ambavyo Havana inasema vinaleta changamoto nyingi na ukufanya iwe vigumu zaidi kwa Cuba kupokea mafuta kutoka nje ya nchi. Cuba ni imewekewa vikwazo vya mafuta. Wanasema hili linaongeza mgogoro wa nishati, kiuchumi na kijamii, ambao kisiwa hicho tayari kinapitia na umezidi kuwa mbaya baada ya kuanguka utawala wa Venezuela kufuatia kukamatwa kwa Nicolas Maduro katika operesheni ya kijeshi iliyoongozwa na Marekani mapema mwezi Januari. Kwa hiyo Cuba ilikuwa inapata msaada wa mafuta kutoka Venezuela. Venezuela amepinduliwa, amewekwa puppet president anaoseva maslahi ya Marekani, na Cuba inakosa msaada kwa sababu viongozi mapuppet wa Cuba wa Venezuela wameambiwa ni marufuku kuisaidia Havana, na wakati huo Havana ilikuwa inatoa msaada mkubwa wa kijeshi kwenye ulinzi mpaka pale majenerali na makamanda wa ulinzi wa Nicolas Maduro walipoongo mamilioni ya dola. Inasemekana walinzi 40 ndio walipewa mamilioni ya dola ili kumuuza Nicolas Maduro, na hawa wote walikuwa maafisa wa juu wa samani kubwa katika ulinzi wa Nicolas Maduro katika ikulu yake na maficho na kambi za kijeshi. Kwa hiyo kilichotokea Venezuela ni sell out, na huku nako Cuba inatakiwa iangukie mikononi mwa mabeberu, lakini wa Cuba kama ilivyokuwa enzi za baba wa taifa Fidel Raul Castro, Cuba itaendelea kuprevail njama na makucha ya wanyonyaji wa Kimarekani. Wanasema Februari 15 mwaka 1898 meli ya kivita ya Marekani inaitwa Maine ililipuka katika bandari Havana. Zaidi ya wafanyakazi 260 walifariki. Baada ya kuzama, uchunguzi wa mahakama ya kijeshi ya wanamaji wa Marekani ilihitimisha kwamba meli iliharibiwa na bomu la chini ya maji. Hii inaitwa Father Flag Operation, scapegoat in order to find to lure your enemy under your weapon. Kwa hiyo huu ni mkakati wa uongo waliofanya wenyewe wa Marekani kuzamisha meli yao. Ni kawaida yao, ni kawaida ya Marekani kufanya Father Flag Operation, 9/11, Tonkin Gulf, kule Vietnam. Haya yote tunajua ni mengi wanayofanya Father Flag Operation. Hivi ninavyoongea Marekani wana mpango wa kufanya Father Flag Operation ndani ya United States ili mradi kumpa kesi bwana Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ya kwamba imeshambulia ardhi ya Marekani ili waanzishe total war na kupata muungano wa mabunge na wananchi wa Marekani. Hiyo ni faili la Epstein file ndio linalosema masuala haya. Siri zote zimewekwa. Huyo ndo Marekani. Kama unakumbuka, Marekani alilipiza kisasi kutokana na ile bomu iliyofanya wafanyakazi 260 wa Marekani wafe. Marekani akaamua kuunda vikosi kuchukua nafasi ya Batista ambao waliondolewa na Fidel Castro, watuma kwenda kuisumbua serikali ya Havana iliyokuwa inaongozwa na Fidel Castro. Wanasema tuhuma ziliwekwa kwa Uhispania kisha zikahusisha vita dhidi ya waasi wa Cuba ambapo walikuwa wakipigana tangu uhuru wao tangu mwaka 1895. Mwezi Aprili, Marekani iliingia kati mapigano haya ikianzisha vita dhidi ya Uhispania ambayo viliondoa umiliki wa Hispania juu ya Cuba baada ya zaidi ya karne 4 za ukoloni. Hii ndio inaitwa Father Flag Operation. Wamarekani wakalipua meli yao wenyewe, wakawaambia watawala wa Cuba wa kikoloni wa kipindi hiko wanaitwa Hispaniola ya kwamba wao walipiga meli. Kwa hiyo Marekani hana kingine ni kuingia vitani, kwamba Spain na waasi walioko Cuba walihusika kuipiga meli ya Marekani. Marekani akaingia vitani, nia ni kuchukua majimbo ya Spain pamoja na Cuba. Cuba wakampandikiza Batista kuwa dikteta wa maisha wa Havana.